Mwandishi wa kitabu cha kiutafiti kiitwacho 1000 Inventions and Discoveries, Bwana Roger Bridgman, katika utangulizi wake anasema, katika hatua za maendeleo ya mwanadamu, kuna mambo mawili tu yanayoweza kumfanya mwanadamu afanye ugunduzi na uvumbuzi. Mosi ni uhitaji wa kutaka kuishi, the need to survive, na mbili ni uhitaji wa kutaka kujua, the need to know. Hivi ndivyo ilivyokuwa kwa waanzilishi wa moja ya kampuni kubwa duniani katika utengenezaji wa vifaa na mavazi ya michezo. Phil Knight, ambaye alikuwa ni mwanafunzi na mwanamichezo chini ya mkufunzi Bill Bowerman katika chuo cha Oregon, Marekani, aliona nafasi ya kuleta tofauti na ushindani katika bidhaa za michezo, hasa viatu, katika taifa la Marekani ambapo mpaka kufikia mwaka 1960 soko lake lilitawaliwa na makampuni mawili makubwa kutoka Ujerumani, Adidas na Puma. Kama ilivyo ada, ufahamu ni nguvu, pasipo ufahamu huwezi kuleta tofauti. Phil Knight alitumia muda wake baada ya kuhitimu masomo yake Oregon kujipatia elimu ya biashara katika chuo cha Stanford, ambapo katika utafiti wake aliandaa na kuandika pendekezo la kuandaa viatu bora vya michezo ambavyo vingeweza kuuzwa kwa bei rahisi pia ndani ya taifa la Marekani. Phil Knight alimshirikisha mkufunzi wake Bwana Bill Bowerman. Mwaka 1962 Phil Knight akasafiri mpaka Japan ili kukutana na kampuni ya Onitsuka iliyokuwa ikitengeneza viatu vya Onitsuka Tiger ili kuomba ubalozi kuuza viatu hivyo nchini Marekani. Wakati huo ulikuwa ni wakati mzuri kwa mkufunzi Bill Bowerman kufanya utafiti zaidi wa kuunda viatu na mavazi ya kimichezo ambayo yangeendana na kuboresha afya ya mwanamichezo. Mnamo mwaka 1964 Phil Knight na Bill Bowerman wakafanikiwa kuanzisha kampuni yao wenyewe iliyoitwa Blue Ribbon Sports, kampuni ambayo ilisambaza viatu vya Onitsuka Tiger Marekani. Lakini wakati huu wote Bill Bowerman alikuwa akiendelea kufanya utafiti na majaribio mbalimbali ya kuunda viatu bora zaidi, na Phil Knight akisambaza viatu hivyo mitaani kwa kutumia gari yake. Blue Ribbon Sports walijikita katika mambo matatu muhimu. Mosi, kuona nafasi ya kuleta utofauti na ushindani katika soko la vifaa vya michezo. Pili, kutengeneza brandi imara ya vifaa vya michezo. Na tatu, kuanguli na watawala wa masoko duniani kote. Kama ilivyo katika biashara yeyote ile kubwa duniani, ilipitia hatua katika ukuaji. Haikuanza asubuhi na kuwa kubwa mchana, bali ilipitia uvumilivu na uendelevu katika kuendelea kufanya kwa ubora kila siku. Hivi ndivyo ilivyokuwa kwa Blue Ribbon Sports. Walipitia hatua za kujenga uaminifu na kuwa na mwendelezo katika siku zao za mwanzo. Takriban miaka 7 baadaye, mwaka 1971, Blue Sports walikatisha rasmi mkataba wa ubalozi wa viatu vya Onitsuka Tiger na kuanzisha utengenezaji wa viatu vyao wenyewe chini ya jina jipya la kampuni lililotambulika kama Nike. Miaka 7 ilikuwa ni miaka ya utafiti na darasa lisilo na mwisho. Ilikuwa ni kipindi ambacho walielewa maono ambayo hivi leo imekuwa hai na kunufaisha vizazi vyao, taifa la Marekani na mataifa mengine mengi. Jina Nike ni matokeo ya maono yaliyokuwa nayo Phil Knight na Bill Bowerman, ambao walitamani kuiona jamii ya ushindi dhidi ya hali zao za kimazoea. Walitamani kuiona jamii ambayo ipo tayari kupingana na kushinda dhidi ya hali ya kuridhika kwa kuleta utofauti wenye tija, si tu katika michezo bali katika nyanja zote za maisha ya mwanadamu. Hapo ndipo walipojikuta wamechimba katika historia na kukutana na kisa asili kuhusu mungu mke wa Kigiriki aliyeitwa Nike, ambaye aliitwa mungu wa ushindi katika vita na michezo. Inasemekana Nike alikuwa akiongozana na miungu mingine katika vita na mashindano ya kimichezo ili kuhakikisha ushindi unapatikana. Na ulipopatikana ushindi, alinyanyua mabawa yake ambayo yalionekana mithili ya alama ya vema, kwa Kiingereza huitwa swoosh. Hivi ndivyo walijipambanua. Basi imekuwa mtu anapovaa au kutumia vifaa vya Nike anavaa ushindi. Anapotazama kampuni ya Nike aone ushindi na kumkumbusha kuwa yeye ni mshindi mahali popote alipo, na anapaswa kuinuka na kuleta utofauti
dhidi ya mazingira na hali yake. Na hapo ndipo akaja na kauli mbiu yao ya Just Do It mwaka 1988 baada ya kukamilika kwa ubunifu wa logo yao iliyobuniwa na mwanadada Davidson, ambaye awali alilipwa dola 35 za Kimarekani na kampuni kwa ubunifu wake, na hata leo anaendelea kupokea kiasi cha fedha kisichowekwa bayana kutokana na ubunifu wa logo ya kampuni ya Nike. Just Do It ni kauli mbiu yenye kumaanisha kuwa unachopaswa kufanya ni kuchukua hatua tu ya kufanya. Hakika Nike wamekuwa washindi kweli. Upo usemi usemao, kiongozi mzuri ni yule mwenye kuyaishi maono yake, maana watu hufuata maono wala si mtu. Phil Knight na Bill Bowerman waliishi maono yao. Waliamua kutoka kwenye boti na kuanza kutembea juu ya maji, huku wakiwa na lengo la kuleta mabadiliko makubwa katika jamii. Mnamo mwaka 1984, Nike walitumia dola milioni 2.5 iliyokuwa bajeti yao nzima ya masoko kuingia mkataba na Michael Jordan, aliyekuwa mchezaji bora chipukizi wa mpira wa kikapu Marekani, kwa ajili ya kutangaza bidhaa yao mpya ya kiatu kilichoitwa Air Jordan, ambacho kiliuzwa kwa dola 65 sawa na dola 192 kwa mwaka 2023. Wakati wanaingia mkataba huu, shirikisho la mpira wa kikapu Marekani NBA halikuruhusu mikataba ya kibiashara ya mchezaji mmoja na makampuni. Jambo hili likasababisha NBA kuweka vikwazo dhidi ya viatu hivyo na kumtoza Michael Jordan dola 5,000 kila alipovaa viatu hivi. Nike walilipa kila fine aliyopigwa Michael Jordan, na badala yake wakatumia changamoto hiyo kutengeneza kiatu bora zaidi kwa ajili ya Jordan na kuambatanisha na tangazo lililosomeka The NBA can't stop you from wearing them, kampeni ambayo ilizua mjadala mzito na kuleta mabadiliko ya kanuni za udhamini, na mpaka leo makampuni mengi yamekuwa wanufaika wa hali hiyo iliyojitokeza. Tangu hapo Nike wameweza kuwa wadhamini wa majina makubwa katika michezo kama vile Mia Hamm, Roger Federer, Serena Williams, Tiger Woods, LeBron James na Cristiano Ronaldo, ambaye brand ya CR7 hutengenezwa chini yao. Mwaka 1981 Nike waliingia katika soko la Korea kwa kupitia kampuni ndogo za kibiashara. Hata hivyo, kutokana na utawala mkubwa ulioonekana kuwa soko la bidhaa za ndani, Nike ilizushiwa kesi kama vile kuwa na mazingira mabaya ya kazi, lugha ya matusi kwa wafanyakazi na ucheleweshaji wa malipo kwa wafanyakazi ili wapate kuondoa nchini. Nike waliondolewa Korea, lakini walifanikiwa kufanya watu wa Korea kudai mabadiliko na mikataba ya kibiashara na makampuni kutoka nje ya nchi yao kwa manufaa ya kuleta ushindani wa kukuza biashara zao za ndani. 2016 ndipo Nike walirejea tena katika soko la Korea baada ya mabadiliko. Leo hii Nike ndio chapa ya mavazi na vifaa vya michezo yenye thamani zaidi duniani, ikiwa inadhamini takriban michezo yote duniani, huku ikitajwa kufanya kazi katika nchi zaidi ya 200 duniani pote. Adidas, ambaye tayari walikuwa wakubwa wakati Nike ikianzishwa, sasa ipo katika nafasi ya pili baada ya Nike kwa thamani. Ukitaka kupata haki ya kuzungumza, usipige kelele. Weka mezani wazo la kuleta utofauti katika jamii, kisha lifanyie kazi. Makala hii imeandikwa kwa kalamu ya mchungaji Ernie Mbala wa huduma ya wana mwaka 0 hadi 14 katika taifa la Bwana, Pete ya Muhuri, na msimulizi wako ni mimi Mary Kopwe katika kipindi hiki cha yaliyojiri ndani ya wiki.